kuzingatia katika wito. Tulijifunza na tukaona nini maana ya wito. Wito ni kitu gani? Bwana asifiwe sana. Tukajifunza, tukajikita kutoa maana ya wito. Bwana asifiwe. Na nilivyozungumza maana ya wito mara mbili karudia, ndo tukaishia tu utangulizi. Sasa leo natamani tu nirudi kidogo pale tulipokuwepo, kama dakika chache nijaribu kuongezea kitu afu tumuvu. Bwana asifiwe sana. Kumbuka, ikiwa umeitwa kwa kusudi maalum, kama tulivyozungumza kuwa wito, kuna wito wa jumla na kuna wito maalum wa huduma. Wito wa jumla tulizungumza wokovu, na tunaona wito maalum unategemea sana huu wito wa jumla. Huwezi ukaitwa wito maalum mpaka umeitwa wito wa jumla ambao ni wokovu kwa watu wote. Bwana asifiwe sana. Na tukajifunza, tukapita mambo kadha, lakini nataka niseme Mungu huwa anaachilia nguvu ya kutimiliza wito. Mungu huwa anaachilia nguvu ya kutimiliza wito. Bwana asifiwe sana. Au kwa lugha nyepesi, anaachilia ujuzi, maarifa na hekima yote ya kutimiliza wito aliyokuita. Bwana asifiwe sana. Nikumbushe kidogo, nilizungumza kwa habari za Musa. Majira Musa ameona kama Israeli inamwelemea, alienda kwa Mungu akiwa analalamika kuwa ameelemewa. Mungu alimwambia achague wazee 70. Lakini pia alivyochagua, Mungu hakutoa nguvu nyingine kutoka mbinguni. Hakusema nitafanye, ila akachukua roho ya nani? Ya Musa, akaigawa kwa wazee 70. Kwa lugha nyepesi, nguvu iliyokuwako ndani ya Musa ilikuwa ni ya kuiongoza Israeli. Hakupewa nguvu nusu. Yeye huenda alitegemea kuwa Mungu atakavyoleta wazee wala atawajaza nguvu nyingine kutoka, ila akachukua roho yake akaimpati ndani ya wale wazee. Kwa hiyo ukisoma pia Kutoka 31 mstari wa 2 utasoma mtu mmoja anaitwa Zerubabeli, Bezaleli. Asante. Bezaleli ni mtu aliyekuwa amejazwa Roho Mtakatifu, na Mungu anasema pale, nimemwita huyu mtumishi wangu kwa ajili ya nyumba yangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hapo, ila Mungu akamjaza Roho Mtakatifu. Mungu akaweka ujuzi na maarifa na nguvu zote za kutimiliza lile kusudi alilokuwa amemwitia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini ukisoma Isaya 22:20 utaona pia Mungu anazungumza. Isaya 22:20, Mungu anavyomwita mtu anampa nguvu za kutimiliza kusudi. Mungu alivyokuleta duniani amekupa nguvu zote za safari yako ya kuweko duniani na kusudi aliloliweka ndani yako. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mungu ameweka nguvu zote kwa kusudi aliloliweka ndani yako. Matendo 13 pia ukiangalia pale mstari wa 2 anasemaje? Roho wa Bwana akasema, mtengeni nani? Barnaba. Alafu baada hapo walivyofunga na kuomba, wakawaombea Roho Mtakatifu, wakapokea nguvu. Hakuna yeyote aliyeitwa kwenye kusudi la kimungu asipewe nguvu ya kulitimiliza kusudi. Bwana asifiwe sana. Wewe umepewa nguvu ya kulitimiliza kusudi, na umepewa maarifa yote ya kulitimiliza kusudi. Umepewa neema yote ya kulitimiliza kusudi. Ni wewe kujipambanua kwa Mungu na kubali kuongozwa. Warumi 8:28 mpaka 30. Niko nafanya sana angalau kidogo kuna mtu aelewelewe maana ya kusudi. Hivyo ni vifungu vya kujisomea. Na nitaja maprojekti naona leo wako wanawasubiria nani.
Tuende sasa kwenye mambo makuu 6 ya muhimu katika wito, au maswali makuu 6 ya kujiuliza ambayo inabidi uyajibu mwenyewe. Bwana sasa, tukiwa tumeshaelewana kuwa kila mtu ameitwa, tunaenda kwenye mambo makuu 6 ya muhimu katika wito. Bwana asifiwe sana. Mambo makuu 6 ya muhimu katika wito. Mangapi? 6. Na hayo ni maswali ya kujiuliza. Inapaswa wote tujiulize. Swali la kwanza, Bwana wa wito wako ni nani? Au Bwana wa wito wangu mimi ni nani? Amani Yesu asifiwe. Bwana wa wito wangu mimi ni nani? Ambaye anaweza kasema nikamsikiliza ni nani? Ambaye akinipa maagizo ni nani? Huyo Bwana wa wito wangu ni nani? Ni swali la muhimu kujua, kwa sababu unaweza ukaitika kwa Bwana ambaye siye. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu tunaitika na tuliitika ndio kwa Bwana. Sasa wewe Bwana wako ni nani wa wito? Bwana asifiwe sana. Lazima hilo ulijue. Ulivyokuwa unaitika wito, uliitika kwa Bwana wako nani? Wa mbinguni au kuna mtu ni Bwana wa huo wito? Bwana asifiwe sana. Kwa sababu siku zote tunaitika kwa Bwana wa wito, yule aliyetutuma kwenye wito, yule ndo tunayesikiliza maelekezo yake. Bwana wa wito ndio mtoa maelekezo yote ya wito wako. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ndiye anayetoa maelekezo na ndiye ambaye huwa tunakuwa wepesi kuitika kwake. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukajisahau na ukamsahau Bwana wa wito wako, ukahisi wito ulionao ni wito ambao wamekupa wanadamu, na wakati mwingine unaweza ukashifti hii ngazi ya Bwana wa wito ukampa mwanadamu. Mwanadamu ndo akawa mtoa maelekezo, hatumiwi na Mungu, hatumiwi na Bwana wako, ila akawa yeye ndo Bwana. Hata ikiwa Mungu amesema na wewe hiki, huyu ambaye umempa nafasi ya Bwana ana kanseli nafasi ya Mungu. Kwa hiyo kwenye ule wito yeye ndo anatoa maelekezo. Lakini pia wakati mwingine huenda ukashiftisha, ikiwa kila jambo unalolifanya unasema kwa sababu fulani kasema, kwa sababu mchungaji kasema. Umeshiftisha, umetoa ngazi ya Bwana wako Yesu Kristo. Haujui kuwa huyu aidha anatumiwa na Mungu au ameagizwa na Mungu. Ikiwa utatambua hilo, manake utajua hauitiki. Na maana Biblia inasema ikiwa hata kama kuna mabwana chini ya mbingu wanawaagiza mambo yaliyo ya haki, tendeni kama mnatenda kwa nani? Kwa Bwana wa mbinguni. Manake wewe unaitika mbinguni. Ikiwa yeye anafikiri alichoagiza ni yeye umemtii, lakini kumbe wewe unaitika kwa Bwana wako mbinguni. Bwana asifiwe sana. Bwana wako ni nani kwenye wito? Wewe jiulize. Ambaye leo ukisema leo namwachia hiyo kazi, unamwachia Bwana yupi? Huyu wa mbinguni au Bwana yupi? Jamani, Yesu asifiwe sana. Unavyosema hii kazi Bwana nahitaji kutiwa nguvu na kuwezeshwa, Bwana yupi? Unaweza ukamweleza kiurahisi kwamba nahitaji saizi
majira gani na Bwana yupi naweza kumwambia najisikia kuchoka nitie nguvu. Bwana yupi kwa sababu huyu ndiye anayetoa kila kinachohitajika kwenye wito. Na huyu ndiye mwenye majibu pia ya wito. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ana majibu yote ya wito. Ana majibu yote. Anaweza akaeleza na akasema juu ya wito wako. Anaweza akazungumza akakuagiza kwenye wito wako.